Kwa hiyo ni jinsi gani inaonyesha kwamba national team imepiga hatua kubwa sana. Bwana, turejee kwa mitaa ya wekundu wa Msimbazi, Simba Sports Club. Dirisha dogo la usajili, lakini pia vile zilikuwa taarifa zinasemekana Alan Okello akaja kwa upande wenu. Young Africans bwana jana wakasema muda wote na saa yoyote wanatambulisha chuma. Na nikinukuu miongoni mwa kauli ambazo alishawahi kufanya mahojiano Engineer Hersi Said, akasema kuna mchezaji mkubwa atakuja katika ardhi ya Tanzania, anatokea kunako taifa la Uganda. Mnapigwa na rungu kiasi gani mashabiki wa Simba? Tena ukiangalia kwa ujumla ni kwamba Okello hata akija pale Simba mimi nitaona ni kawaida tu. Sasa kuna watu wengine wana uwezo mkubwa kuliko Okello pale Simba. Mchungaji unasema? Okello akija pale Simba mimi nitamwona wa kawaida sana. Kwani shida ya Simba ni wachezaji? Au umeona kuna shabiki wa Simba akasema shida ya Simba ni wachezaji. Wewe kumsikia wapi? Shida ya Simba si wachezaji hata kidogo. Nini kinaitafuna Simba? Simba ni sisi wenyewe kwa sisi. Sisi password tunayo sisi ya kuhakikisha Simba ifanye vizuri na kusababisha Simba isifanye vizuri ni sisi wenyewe. Lakini sio jambo lingine tena. Mimi kuna kitu nimekiona hasa siku nilivyosimamia mechi ya shabiki. Nikaja kugundua kumbe hata kodi zingine tunatoa sisi wenyewe. Kodi zingine tunatoa sisi wenyewe. Ndio maana ulimsikiliza, ukimsikiliza vizuri mwenyekiti wa bodi kipindi kile alisema Simba ikifunga kuna watu wanacheka. Na hata wengine wana matatizo ya akili. Ni kweli sisi watu wengine si sahihi ndani ya Simba. Ambao wakiendelea kuwepo tutaendelea kupigana shoti. Si unaelewa? Kisingizio zitaenda kwa makocha, kisingizio zitaenda kwa wachezaji. Lakini shida kubwa tunao sisi wenyewe. Hasa kama kuna mtu anacheza mpira lakini ana mkataba mkononi, kuna kazi hapo. Yaani mtu anacheza mpira, roho iko Simba. Umeona bwana? Mwili uko Simba, roho iko sehemu nyingine. Wewe uone kama ni shida hiyo. Kama unamtaja mtu hapo. Mimi nasemea vitu kama hivyo. Ni lazima tuviseme ukweli ili tuweze kupata tiba. Lakini sasa imefikia hatua tunafumbia macho tu. Kuna vitu ambavyo vinasababisha Simba yetu isiende mbele. Na ni watu wachache wanaosababisha Simba isiende. Kwa hiyo kuna mabadiliko inabidi yafanyike ili Simba ifanye vizuri. Kuna watu wanajaribu kufunika lakini ugonjwa upo. Kidonda kinazidi kuoza. Watu wanakifunika tu. Wanakifunga tu. Lakini kidonda kinatakiwa kisafishwe. Kidonda kinabidi kisafishwe. Kisafishwe, kiweke dawa, kifungwe ili kipone. Bado hujanielewa. Fungua kodi hiyo. Simba inahitaji kidonda hicho kisafishwe, kioshwe vizuri, kiwekwe dawa, kifungwe, kiendelee kupona taratibu. Lakini tukienda kufunika tu na plasta tu, mguu unazidi kuoza. Kidonda kinachimbika. Kwa sababu why? 4 years no cup. Umesema why? 4 years no cup. Example, tumeona mwaka jana tumekosa ubingwa kwa tukio la kufungwa na mtani, tena kwa kulazimishwa. Umelazimishwa tena? Ngoja nielewe nisema umelazimishwa. Kwa hiyo kuna vitu vingine lazima ujifunze. Kwa nini tumekosa ubingwa mara 4? Kwa nini tumefungwa na Yanga mara 6? Yaani hata kama ni mtu tu ustuki tu. Hata kama ni usingizi ustuki. Na wao wametuambia watatufunga mara 10. Na sasa hivi ni mara 6. Kwa hiyo bado mara ngapi? Bado mara 4. Hapo sasa wakati bado mara 4, golikipa nambari 1 wa Simba kwa maana ya Musa Kamara ni majeruhi na hatarajiwi Januari hii kwamba atarejea. Lakini pia golikipa nambari 2 ya Kubu Suleiman Ali na yeye pia ameumia huko AFCON na hata kuwepo mpaka mashindano yanakwisha. Golikipa nambari 3 wa Simba ni Hussein Abel. Ndiye golikipa pekee wa kutumainiwa. Na Januari hii Simba inakwenda kwenye michuano ya kimataifa, lakini ligi itarejea. Tukumbuke pia majeraha, hata mchezaji akipona haingii moja kwa moja kwenye ubora wake ule. Kichwa kinaumaje? Wala kichwa kiume. Kwa nini? Unarudia tena. Shida ya Simba sio kipa wala mabeki. Hata wale wa Simba B ukimleta pale anafanya vizuri. Hakuna Musa Kamara, hakuna Yakubu Suleiman, no problem. Problem hamna, shida iko kwa sisi wenyewe. Sisi tuna matatizo. Wewe niambie, tuna mechi karibu 6 tunacheza pale Benjamin Mkapa. Tunashindwa kutoka matokeo. Na hii sio mara ya kwanza. Hii kwa mara ya kwanza inaonekana kwamba Simba kwa Mkapa watu wanatoka. Zamani ilikuwa watoke, sasa hivi wanatoka. Tena wanapotoka vibaya kwa kufungwa. Ni mara ya ngapi? Ya 6, lakini usingizi bado mzito, watu wastuki. Ni vitu vya kuangalia hivyo. Ndio maana nikaenda kasema nimekuta kuna nyungu hizi 4. Hizo nyungu mpaka zitolewe. Mungu saidia, juzi nimeenda uwanja wa Taifa na nimetoa zile nyungu. Kwa maombi yangu nimetoa zile nyungu 4. Unaweza kacheka kwa masiara, lakini kazi unayofanya sio ndogo. Mimi mwenyewe najipongeza. Umeongea vizuri, lakini kwa sababu kwanza hapo. Mimi mwenyewe nafanya najipongeza.
ikabidi niingie kwenye kamati ya ulinzi, mimi kweli niwe mlinzi wa mechi ya mashabiki. Simba kashinda jana, nimefanya kwenye kamati tena wanawake. Simba amefanya nini? Simba ameshinda. Hata hiyo dabi inayokuja nitafanya nifanyalo, nitatumia nguvu kubwa niingie kwenye hizo kamati. Hiyo jana kwenye ushindi wa Simba Queen na Yanga Princess wewe umefanya nini? Mimi mwenyewe najua nilichofanya. Kwenye huo ushindi wa goli 2-2. Najua nilichofanya. Wewe uone 2-2-2. Wewe usituki kuna nini? Kuanzia 2 gani? 2 za mashabiki. Ndio furaha yenyewe hiyo. Ikaja timu wanawake 2. Ndio furaha yenyewe hiyo. Ndio hizo 4 ambazo umesema mara ya kwanza umezi. Ndio nakueleza hivi. Mechi inayofuata Yanga naye atakufa hizi 2 hivyo hivyo. Kwa sababu sasa hivi na mimi wananishirikisha. Mechi ya ukiniacha tu umekwenda na maji. Mechi ya mashabiki. Wewe unarudisha nyuma. Huko tushatoka. Mechi ya mashabiki Simba ameshinda ngapi? 2. Watu walilia kulia uwanjani. Baada ya kufungwa wamelia. Mechi ya jana ya wanawake Yanga fungwa ngapi? 2. Watu wamelia kulia. Ndio tunaondoka hivyo. Mechi wakubwa nayo. Hiyo ya mwezi wa ngapi? Wa 3 sio ngapi? Yanga tena anakufa hizi. Yani, watu watalia tena. Yaani unazungumzia dabi ya Kariakoo. Yanga watalia tena. Sasa wewe ushirikisho kwa kipi hapo? Mwanzoni walikuwa wameniweka pembeni. Tokea ile finali hapa na robo finali nilishirikishwa. Ile ya nusu ya finali ya Zanzibar sikushirikishwa. Na sikwenda. Huyu jamaa anachukua masiara unajua wewe. Nguvu unazotumia ni kubwa. Unajua watu wanaona unajigamba. Watu wanachukua masiara. Wewe unajua hivi na mimi najua hivi. Sio maana kama hivyo. Wewe unajua hivi na mimi najua hivyo. Ili kama uhakishe njoo kwenye reli uone kwamba mimi nikoje. Wewe ndio utajua mimi nikoje. Sisi tunamwona anatembea, tunamwona kawaida tu. Sawa, mchungaji zungumza. Wewe unazungumza mbele ya laiki na inakuwa hivyo hivyo. Nikisema kitu kinakuwa. Ogopa hiyo kitu. Mchungaji zungumza kwa utaratibu kidogo. Mimi niligusia eneo la goalkeeper. Ni eneo muhimu sana kwenye timu. Simba mpaka sasa magolikipa wawili wa kikosi cha kwanza ni majeruhi. Bado hujanielewa. Hata wa Simba bia kipandishwa Simba atafanya vizuri. Shida ya Simba sio magolikipa wala wachezaji. Bado hujanielewa. Yaani hata wewe unadaka. Kodi tumeshikilia sisi, tunawapa mpaka wenzetu. Wewe uone habari za huku za asubuhi, tumekaa kwenye kikao Yanga zishafikia. Na wanatuambia kesho mtazungumza hivi, mtazungumza hivi, mtazungumza hivi. Unaona, ulishaanza kunielewa sasa. Yaani hata wewe nani? Hussein Abeli zidi ya Yanga Kariakoo dabi. Tena ndio Yanga anakufa hata 3 4 hata 4. Ile kubwa upewe timu wewe. Si nimejipima kwenye mechi mbili hizi. Yaani hata kama laki Hussein Abeli kubwa upewe timu wewe. Timu nipo kama mbona mechi ya mashabiki wamenipa? Mbona mechi ya jana wamenipa? Na nimefanya vizuri. Kwa mechi ya kubwa lazima nipewe tena mimi. Ila sasa nasema hivi ili wewe vizuri waniache. Wenyewe watajua. Kwani Zanzibar ilikuwaje finali? Eti mtu anasema atanikatia ndege kwa sababu mimi siwezi kutoa hela yangu kwa sababu klabu ipo. Eti nitoe ndege niende Zanzibar kama si umenikataa nendeni. Ubingwa mlibeba mkubeba. Kwani nusu umeoneje taifa hapo? Mambo mazuri kama kawaida. Wewe unakwambia hivyo, wewe unajua hivi, sisi tunajua hivi. Mnadhani ni sajili za namna gani ambazo Simba wanabidi wafanye na warekebishe kwenye eneo zima la uchezaji? Simba labda wasajili kifashion. Labda wasajili kifashion tu. Ile wachezaji wa aina yoyote wanao wao Simba. Mabeki wa kila design wanao. Mafode tena wana mafode mpaka wa 4. Unapangua sio niweke nani? Mawinga wamejaa hivi. Viungo ndio usiseme. Mabeki wengine watoka South Africa wako mle. Sasa wanataka nini? Watasema shida ya Simba ni wachezaji. Labda baada ya ujio wa kocha sasa mnatarajia kitu gani wana Simba? Kocha huyu wewe bado hujanielewa. Huyu kocha mbinu zake kama unavyomuona Fadru. Hawana tofauti. Ni vile vile. Ila kipindi cha Fadru palikuwa kidogo maji yametulia. Simba naelewa. Hapa katikati kuna mtu kaja akayatibua yale maji tena. Kutibuka kwa maji yale ndio kasababisha watu unayoona. Hivi nikuulize swali moja. Simba ni wakufungwa na Yanga mara 6 mfululizo. Leo nitafiri sisi hatupo. Mimi leo nasikia watu walalia pale uwanjani. Nilisononeka sana. Alafu inafikia hatua Yanga anacheza vibaya alafu anakuja kupata matokeo yeye. Watu wanaumia sasa. Kwa hiyo kwa ujumla ndugu zangu, Simba Sports Club inahitaji utulivu. Utulivu wenyewe kwa wenyewe. Hiyo ndio kodi kubwa ya Simba. Simba ikitulia hakuna kutuzuia. Na Simba kama ikitulia kama tulivyotulia sasa hivi. Na tunaenda robo finali. Kwa sababu mara kwanza tumewahi kuona mechi na Vipers Simba kachukua hapa. Raja Casablanca katupiga 3 hapa. Simba kachomoka, kangangania Vipers nje ndani. Kaja kamera na Oroya, Simba kaongoza kavuka. Hata huyu unayemwona experience tunaweza kumpiga nje ndani. Kama maji yatatulia hivi. Hivi ndivyo tulia hivi. Yasitibuliwe. Simba anaenda robo finali.
Shukrani sana. Mimi kabla sijaondoka watu wametuzunguka hapa na kusikiliza. Bana, hesabu zetu kwenye michuano ya AFCON mpaka sasa zikoje? Maana sasa hivi tunapiga zile hesabu za Tuki, Waki. Tuanze kwanza na wewe. Yule ana hesabu zake. Mimi nataka nisikie wewe hesabu zako. Za kuhusu national team za kuhusu bingwa. National team. Yani swala national team ni muendelezo wa safari. Mtu alikuwa Moshi sasa hivi yuko Chalinze. Twende kwenye hesabu sasa. Tulie hesabu ndio unapewa hiyo kitaalamu. Hii national team ilikuwa Moshi. Imesogea sasa hivi iko Chalinze. Ndio inaingia Dar es Salaam. Ukiiforce unaleta Dar es Salaam magurudumu yote yatapasuka yote. Na spring zote zitaachia. Kwa hiyo inavyoenda iacheni iende hivi hivi. National team ilikuwa haiwezi kupiga pasi mpaka golini. Sasa hivi inapiga pasi. National team ilikuwa kila AFCON inaondoka bila hata goli. Sasa hivi mechi mbili tuna magoli haya, ina maana tuna grow, tunaondoka. Timu inapiga pasi, tunawashughulisha hata makipa wageni. Super Eagle unaipiga 2-1, Super Eagle 2-1. Bado hujanielewa. Tumekwisha tolewa? Bado. Tuna mechi na Tunisia. Mpira ni dakika 90. Ya Mungu mengi, kama nilivyoomba, unaweza kushangaa kesho la kutokea penalty. Penalty anapiga Msuva goli moja. Ng'ang'ania na wewe. Ng'ang'ania na wewe. Mpira umeisha. Na ile moja zinakuwa ngapi? 4. Yule mwingine anabaki, Stars anaondoka zake. Mpira usikate tamaa. Ndio maana wakaweka betting. Na ndio maana watu wanaliwa. Ambao kuitegemea inatoa. Mungu awabariki na Mungu aibariki sana national team.